عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Mtukufu wa Islam, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ya Uislamu, lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya afya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema mbalimbali ambazo ametupatia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe kwa maamuzi yake akatuumba na kutufanya hivi tulivyo. Walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Tumemuumba mwanadamu na sisi ndio tunayojua yanayomtia wasiwasi, lakini sisi tuko karibu zaidi na mwanadamu kuliko kamba au mshipa wa kwenye moyo. Yuko karibu sana na sisi. Ma yalfizu min qawli, mwanadamu hatamki neno illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa naye raqib na atid, kuandika mazuri yake na mmoja kuandika mabaya. Hivyo tumche Mwenyezi Mungu, yule ambaye ya'lamu sirra na jahra, anajua siri zetu na zile dhahiri zetu. La takhfa alayhi khafa, hakifichikani chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bima ta'maluna basir, Mwenyezi Mungu kwa yote tunayoyafanya basiru, anayaona, anayajua unapoyafanya na hata kabla hujayafanya. Baada ya kuhusiana kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo ni siku ya Ijumaa. Waislamu wanakumbushana machache kidogo kuhusiana na ambayo yanahusiana na Uislamu. Katika mlango wa dhikr, fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, kumbusha, hakika ukumbusho utawafaa waumini. Ndani ya Qur'an kuna miongozo mingi mno. Ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna miongozo mingi mno. Qur'ani hii tunayoisoma, hadithi tunazozisoma, tumeletewa sisi wanadamu ziwe mwongozo kwetu, zituongoze katika ambayo ni ya sawa na zituepushe katika ambayo siyo ya sawa. Miongoni mwa miongozo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu
in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mna sifa ya imani, in ja'akum fasiqun, akiwaijia fasik na habari fulani, msibebe. Kwanza fatabayanu, tafuteni ubainifu, tafuteni ukweli, sio kuibeba tu. Tafuteni ukweli, lakini pia baada ya kusema ukweli hautakiwi usemwe na kila mtu. Kuna watu maalum wa kusema kama unastahili kusema, lakini pia kama hustahili kusemwa, kuna ambayo yatazungumzwa na wanaotakiwa waseme, si kila mmoja aseme. Uislamu unatufundisha hivi, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mna sifa ya imani, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala, sije mkawa wapata watu kwa mambo ambayo msiyojua, mkawabebesha jambo ambalo hawakustahili kulibeba au kubebeshwa. Zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kisa maarufu hadithu al-ifk ambacho kilimhusu Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, baada ya kutokea kilichotokea, watu wakalipokea na kuanza kulisambaza, na asilimia kubwa walilisambaza kwa ubaya, kwa sababu huwezi kupendwa na wote. Wapo watakaokupenda na wapo watakaokuchukia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba ni rahma, pamoja na kwamba ni nuru, amekuja na dini ya Mwenyezi Mungu, amekuja na Uislamu, hakupendwa na wote. Wapo wanaomkubali na wapo ambao hawakumkubali. Walipopata fursa ya tukio la Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha, wakasema hapa ndipo sasa. Wakaeneza habari zikamdhoofisha Ummul Mu'minin Aisha, zikamdhoofisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikamdhoofisha Abu Bakr radhiallahu anhu na Uislamu kwa ujumla. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha, wale ambao wanapenda kueneza au kutawanya uovu, ubaya, wana adhabu kali mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu ni dini ambayo imekamilika, ni dini ambayo inalinda mambo matano ya mwanadamu. Katika hayo matano ya mwanadamu, mojawapo ni al-irdu, hadhi, heshima ya mtu, nafasi ya mtu, utu, tabia. Haukubali kabisa Uislamu kuvunja heshima ya mtu kwa namna yote itakapokuwa. Uislamu, kadhi au hakimu akapita mitaani akamuona mtu anaiba au anafanya kosa la wazi wazi, hakimu hana uwezo
wa kumhukumu mtu huyo mpaka alete mashahidi. Hakubaliwi. Katika Uislamu kosa la zina ikitokea umemwona mtu anafanya zina, nyamaza, usiliseme kwa yeyote, iwe ni siri yako. Hata mkiwa wawili, lakini na siri hiyo hivyo hivyo. Hata mkiwa watatu, baki na siri hiyo hivyo hivyo, msiseme kwa yeyote. Hata nyinyi watatu msikae mkao mnazungumza, kila aliyeona abaki ameona, abaki na jambo hilo ndani ya moyo wake. Mkiwa wanne, bado hamruhusiwi kuzungumza mpaka mlifikishe kwa kadhi, na kadhi atawaita na atamuita mhusika, mtatakiwa mtoe ushahidi kwa kile ambacho mlichokiona, na ushahidi ufanani. Kitofautiana kidogo, fajliduhum 80 jalda, mnapata vipo 80. Nyinyi mnakwenda kutoa ushahidi. Kwa nini Uislamu unafanya hivi? Kulinda heshima ya mtu, kulinda utu wa mtu. Uislamu hauko tayari kabisa kuvunja heshima ya mtu kwa namna yoyote itakapokuwa, kwa sababu kitendo cha kuvunja heshima ya mtu tayari mtajenga uadui na mtu yule, tayari mtaanzisha fitna na huyo mtu, na baada ya hapo huyo unamsema anao watu wake wa karibu, nao watalipokea kinamna tofauti. Kuna ambao hawatakosa subira, watachukua hatua ambazo hazifai. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikataza hili: ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Baada ya kutokea fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Baada ya hapo mkao mnajutia. Kwa hiyo Uislamu unalinda heshima, kwa sababu ni katika zile dharuriyati 5 ambazo wanadamu wanatakiwa wazichunge. An-nafsu, nafsi hairuhusiwi kuua nafsi ya yeyote yule ovyo ovyo. Ad-dinu, dini ya mtu au dini yenyewe hairuhusiwi kuituhumu kwa namna yoyote. Al-aqlu, akili ya mtu. Lakini al-mal, mali ya mtu huruhusiwi kuigusa. Lazima kupatikane vigezo vya kisheria vya kuigusa. La mwisho ndio hili ambalo tunalizungumza, al-ilm, heshima. Ikipotea heshima, amani inatoweka. Heshima ikikosekana kwa watu, maana yake watakuwa maadui, wataringiana, watafakhirishiana, watadharauliana, watapeana maneno ambayo sio. Mwishowe nini? Kuondoka amani. Watasharat al-adawa, uadui utaenea. Wataqatta'at al-arham, hata undugu unakatika. Kila mmoja atambue kwamba ulimi ni kiungo hatari mno. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, almuslimu, muislamu ni nani? Sio anayeswali peke yake, sio anayetoa sadaka peke yake. Muislamu ni yupi? Sio anayesimama qiyamul layli peke yake. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Muislamu yule ambaye waislamu wamesalimika na shari za ulimi wa muislamu huyo na shari za mkono wake.
zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, palikuwa na mwanamke usiku anasimama kwa qiyamul layl, ibada mbalimbali. Mchana takumu bisiyam, anafunga lakini anatoa sadaka. Akajulikana kwamba ni mwanamke mashallah, takumu billaili, usiku anasimama kwa ibada, watasumu nahar, mchana anafunga, watatasaddaq, anatoa sadaka. Lakini ana jambo moja, ulimi wake. Mtume alipoambiwa hivyo akasema hiya finnar, wa motoni. Kwa nini? Kwa sababu ulimi wake hakujichunga na kuwazungumza watu na kusema maneno mabaya ya fitina, ya uchonganishi, ya kusengenya, uongo na maneno mbalimbali, madhambi mengi ya mwanadamu katika ulimi wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ni ambaye atahifadhi viungo viwili adhmanu lahu janna, na mdhamini pepo. Moja tu hivyo al-lisan, ulimi. Mmoja katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kufa anka hadha, tahadhari na ulimi. Leo tukisikia duniani mataifa mbalimbali yanapigana, chanzo ni ulimi. Sikia watu wamegombana, chanzo ni ulimi. Tahadhari sana na ulimi, ni kiungo kidogo sana. Luqman, mja wa Mwenyezi Mungu Luqman alayhi salam, alimwagiza muuza nyama kwamba naomba leo uniletee nyama nzuri kuliko nyama zote kwenye mnyama. Akamletea nyama ya ulimi. Siku ya pili akamwambia naomba uniletee nyama mbaya kuliko nyama zote. Akamletea nyama ya ulimi. Kwa hiyo ulimi ni silaha dhu haddain, ni silaha ina pande zote mbili. Ukifanya mazuri kupitia ulimi itakuwa zuri zaidi kwako, lakini ulimi huo kutumia vibaya unakuhatarisha. Na watu wengi watakaoingia motoni, dhambi kubwa itakayoingiza motoni al-lisan. Wa hal yakubu nasu fi nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim, nini ndizo ambazo zitawaingiza wengi motoni. Nazungumza khutba hii kwa sababu ya matukio kadhaa ambayo yanaendelea sasa hivi. Jambo huna uhakika nalo, funga mdomo wako. Si kila jambo uzungumze. Wakati mwingine ukazungumza unahatarisha amani yako, usalama wako. Mwindaji alienda porini akawinda, akupata mnyama yoyote, akachoka, akapumzika kwenye kimbuli, kwenye mti. Shajua leo nimekosa kiwilo chochote, akapumzika kwenye mti. Ndege akaruka akaenda kutua kwenye ule mti ambapo mwindaji yuko kwenye kivuli cha mti ule. Ndege alipotua akaanza kupiga kelele kama kawaida yake.
Mwindaji akajua kumbe kuna ndege, akamrushia mshale, akaanguka, ikawa kitoweo. Ni kisa. Ndege akazungumza, akasema malaktu nafsi lau malaktu lisani, nafsi yangu ningeimiliki, ingebakia kama ningeulinda ulimi wangu. Angetua kimya kimya, mwindaji asingetua, lakini kwa sababu ya kelele na uimbaji wake, mwindaji akajua, akamtungua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Kwa mara ya pili nawahusia kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasema Uislamu unataka kuhifadhi heshima zetu, lakini pia za wenzetu, bila kujali ni mkubwa au ni mdogo. Uislamu unataka hivyo. Nini faida ya kutunza heshima au kutimiza wajibu wa heshima katika jamii na kwa kila mmoja wetu? Kwanza kabisa, nailu mahabbatillah, kuyapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man satara musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah, mwenye kumstiri Muislamu Mwenyezi Mungu anamstiri siku ya Kiyama. Umemstiri leo duniani, umeona anafanya jambo silo, baki nalo, Mwenyezi Mungu yawm al-qiyamah anakupa. Wewe umemstiri duniani, Mwenyezi Mungu anakustiri yawm al-qiyamah, siku ambayo hakuna stara zaidi ya stara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia salama kimwitama, faida ya kutunza heshima ni kupatikana amani ya jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man radda an 'irdi akhihi, mwenye kutetea heshima ya ndugu yake, radda Allahu an wajhihi nar, Mwenyezi Mungu anamrejeshia siku ya Kiyama kumzuilia na moto. Leo umemtetea ndugu yako Muislamu, Mwenyezi Mungu anakutetea yawm Kiyama na moto. Lakini jambo unalibeba hujaliona, unapolizungumza kama ameliona, kosa kubwa mno. Lakini madhara yake ni al-iflas yawm al-qiyama, kufilisishwa au kufilisika siku ya Kiyama. Kuna watu yawm al-qiyama watakuja na matendo mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza masahaba, atadruna man al-muflis, mnamjua aliyefilisika? Sahaba wakasema, muflisu fina, alofilisika miongoni mwetu mtu ambaye hana dinari wala dirham. Na akawambia hapana, muflis ni yule ambaye atakuja na mema yaum al-qiyama, lakini moja vitu alivyofanya, alivunja heshima ya mtu fulani. Yanachukuliwa makosa ya ulomvunjia heshima yake, unapewa wewe. Mema yako yanachukuliwa, anapewa yeye. Unafilisika, ulikuwa na mazuri. Usajiulize, wangapi umewatuhumu? Wangapi umewasema vibaya? Wangapi umewafitinisha? Wangapi umewasemea ya uongo? Kuna mtu alitaka kazi, lakini kwa sababu ya ulimi wake ukaleta tuhuma, akanyimwa kazi. Kuna watu walikuwa kazini, kwa sababu ya ulimi wako ukazungumza, akafukuzwa kazi. Lakini kuna ambao wamepigana, chanzo ni wewe. Umezungumza maneno, ikabidi wapigana kwa sababu ya maneno unayozungumza. Yaum al-qiyama
jiandae na majibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Unanyang'anywa mema yako, wanapewa hao unaozungumza kwa ulimi wako vibaya. Aladhabu shadid, hasara mbaya, kuvunja heshima za watu, adhabu kali mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladhina yuhibbuna an tashia al-fahisha fil ladhina amanu lahum adhabun alim, wala ambao wanapenda kutawanya, kueneza uovu kwa wale walioamini, wanazungumza habari zao, afanye hivi, afanye hivi, wakati hujaona, lahum adhabun alim, au wana adhabu yumizayo mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chunga ulimi wako. Hakuna alojuta kwa kunyamaza, utajuta kwa kuzungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile ya Isra na Mi'raj alifika mahali akamwona mnyama ametoka kwenye tundu dogo mkubwa, akataka arudi pale, akashindwa. Anamuuliza Jibril alayhi salam, ni mfano wa nini huu? Sema ni mfano wa watu katika umati wako, atazungumza neno linatoka kwenye kinywa ambacho ni kidogo, lakini neno kubwa likaleta hatari, taharuki, fitina, anataka kulirudisha, haiwezekani, ndio limeshatoka. Lakini pia hatari ya kuvunja heshima, sababu kuharibu majumba, heshima za nyumba, kuvunja ndoa, kutenganisha watoto na familia zao na wazazi wao, kuvunja undugu. Wangapi wamekosana kwa sababu ya maneno, fitna, dini, kuvunjiwa heshima zao? Wangapi? Sasa wewe ambaye unahamisha maneno, unatawanya fedheha za wenzako, kumbuka maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au yasmut. Wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, mawili, zungumza khairi au nyamaza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika ambao wanayasoma mafundisho ya Mwenyezi Mungu na ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanyia kazi. Allahumma hafidh al-sina wa a'rad al-muslimin. Ya Mwenyezi Mungu, zihifadhi ndimi zetu, zihifadhi na kuzungumza heshima za Waislamu. Uislamu ndio uko hivi. Usizungumze jambo bila kuwa na uhakika nalo. Zungumza ile ambayo una uhakika nalo. Lakini pia katika kulizungumza, asilimia kubwa liwe jema. Kama una mashaka nalo, funga mdomo wako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika ambao tunasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu na kufanyia kazi. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت قلوبنا تقواها